Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi amezua mtafaruku mkubwa pamoja na mshike mzito wa kisiasa kote nchini kufuatia hotuba yake ya hivi karibuni iliyoibua hisia kali na mijadala mipana sana miongoni mwa wananchi na viongozi wa ngazi mbalimbali. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika ukumbi wa Milimani City akiwa mgeni rasmi kwenye mkutano mkuu wa mwaka wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC, kiongozi huyo mwandamizi wa serikali alitoa wito wa uwazi akiwataka wananchi wote kutolala wala kurudi nyuma katika harakati za kudai katiba mpya. Kauli hiyo ilipokelewa kwa mshtuko mkubwa ndani na nje ya chama tawala kutokana na mzito wa ujumbe uliotolewa na mwanasiasa huyo mwandamizi wa serikali ambaye kwa miaka mingi amekuwa nguzo muhimu sana ndani ya mihimili wa uongozi wa nchi. Katika hotuba yake hiyo iliyovuta hisia za wengi, makamu wa rais wa Tanzania alibainisha kwa kina kuwa hakuna sheria yoyote iliyopo inayoweza kuwa na nguvu kuliko katiba ya nchi, kwani katiba ndiyo sheria mama na msingi mkuu wa mfumo nzima wa kisheria na kiutawala. Kiongozi huyo alieleza kuwa katiba mpya ikipatikana na kupitishwa rasmi, sheria zote zilizotangulia kuwepo ambazo zinakinzana au kwenda kinyume na matakwa ya katiba hiyo mpya zitakuwa zimekufa na kubatilishwa siku hiyo hiyo bila kukawia. Mwanasiasa huyo aliongeza kuwa nchi inahitaji katiba inayojali na kulinda maisha ya watu, katiba yenye uwezo wa kuipeleka taifa mbele kwa miaka 50 ijayo, na katiba itakayomfanya kila raia ajisikie fahari mkubwa kujitambua popote pale duniani kuwa anatokea nchi ya Tanzania. Mbali na kueleza umuhimu wa sheria hiyo mama, kiongozi huyo wa ngazi ya juu serikalini alifafanua kwa uwazi kabisa kuwa utashi wa rais aliyeko madarakani ni kiungo muhimu mno katika kufanikisha au kukwamisha mchakato mzima wa kupata katiba mpya. Makamu wa rais alibainisha kuwa kwa mujibu wa katiba iliyopo sasa, baraza la mawaziri halina mamlaka ya kufanya maamuzi ya mwisho, bali kazi yake kubwa ni kutoa ushauri tu kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alieleza kuwa rais ndiye mwenye kauli na maamuzi ya mwisho ya kuamua ni ajenda gani ziingie au zitoke kwenye kikao cha baraza la mawaziri, na kwamba iwapo rais ataamua ajenda fulani iingizwe, ajenda hiyo inaweza isifanyiwe kazi hata kwa miaka 100. Kwenye mwendelezo wa maelezo yake jijini Dar es Salaam, mwanasiasa huyo mwandamizi alitumia pia fursa hiyo kusisitiza umuhimu wa kujenga na kudumisha mshikamano wa kitaifa, huku akitoa wito nzito kwa jamii kutowachukulia wanaharakati wa haki za binadamu kama maadui wa taifa au watu wanaotafuta kufuruga amani. Kiongozi huyo alimkumbuka mwanaharakati maarufu Maria Sarungi ambaye alisoma naye katika shule ya msingi Oysterbay na kusali naye katika kanisa la St. Peter jijini Dar es Salaam, akieleza kuwa anatamani kuona taifa ambalo viongozi wa serikali na wanaharakati wanaweza kukaa pamoja na kujadili masuala mbalimbali ya nchi kwa amani na upendo bila kujenga uadui wala uhasama wowote. Aliomba Watanzania wote kutumia kila nafasi walio nayo kurejesha umoja na kusimamia haki kama msingi mkuu wa amani. Hotuba hiyo ya Daktari Emmanuel Nchimbi imezua taharuki kubwa sana na kusababisha migawanyiko na mitazamo miongoni mwa makundi mbalimbali ya wananchi na viongozi katika kisiasa, katika nyanja siasa kote nchini Tanzania. Kundi la kwanza la wananchi limeipokea kauli hiyo kwa furaha na kuisifu sana, likiamini kuwa ni kauli sahihi na iliyotolewa kwa wakati muafaka kabisa. Wananchi katika kundi hili wanazingatia kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimekuwa kikipigania na kuendeleza kampeni kubwa ya kudai katiba mpya pamoja na kushinikiza kuachiliwa huru kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu, hivyo
kuona kauli ya kiongozi huyo wa serikali kama ushindi mkubwa kwa umma unaodai mabadiliko ya kisheria na ya kweli. Kundi la pili la wananchi linaitazama na kuichambua hotuba hiyo kama sehemu ya maandalizi ya mapema au mbio za kisiasa kuelekea kuwania kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Wananchi waliopo katika kundi hili wanaamini kuwa kiongozi huyo mwandamizi anajaribu kujitengenezea taswira mpya ya kiongozi anayewajali wananchi na kuzungumza lugha yao ili kujisafisha njia na kuilijengea kukabilika na kukubalika kuelekea safari yake ya kisiasa ya miaka ya mbeleni. Wananchi hawa wanaona kuwa kutaja ajenda ya katiba mpya ni mbinu ya kujiweka karibu na makundi ya vijana na wadau wa haki za binadamu ambao wamekuwa wakipigania mfumo mpya wa kiutawala. Wakati huo lipo kundi lingine kubwa la wananchi ambao linachukulia hotuba hiyo kama mbinu tu ya kisiasa iliyopangwa kwa umakini mkubwa ili kuwatoa wananchi kwenye mijadala mizito inayohusu changamoto mbalimbali za kijamii na kisiasa zinazoendelea nchini. Wananchi hawa wanahusisha kauli hiyo na jitihada za kuhamasisha fikra za umma kutoka kwenye kujadili matukio ya mauaji ya Oktoba 29, matukio ya utekaji na ubakaji pamoja na kesi za ugaidi zinazowakabili vijana na wahadhiri katika mikoa ya Mbeya, Mwanza na Dodoma. Wananchi hao wanaamini kuwa mijadala kuhusu hotuba ya kiongozi huyo inachukua nafasi kubwa na ya kusaulisha masuala hayo mengine ya msingi yanayoiguza jamii. Kwa upande wa Chama cha Mapinduzi, mapokeo ya hotuba hiyo yamekuwa ya moto mkali na yenye mkanganyiko mkubwa mno kiasi cha kuibua majibu ya moja kwa moja na ya haraka kutoka kwa viongozi wa jumuiya ya chama hicho tawala. Mwenyekiti wa taifa wa jumuiya ya wazazi ya CCM Rajabu Maganya alijitokeza wazi na kumjibu makamu wa rais bila kumtaja jina moja kwa moja, akieleza kuwa mchakato wa katiba mpya ni ajenda iliyoingizwa rasmi ndani ya ilani ya uchaguzi wa CCM ya mwaka 2025 hadi mwaka 2030. Maganya alisisitiza kuwa ilani hiyo bado haijamaliza hata mwaka mmoja tangu uanze kutekelezwa, hivyo asitokee mtu au chama chochote kinachohamasisha wananchi kudai katiba mpya nje ya taratibu za chama tawala. Naye mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM UVCCM Mohamed Ali Kawaida alitoa kauli kali na ya moja kwa moja akieleza kuwa ni muhimu sana kwa taasisi za chama kusimamia misingi yake na kuizuia hali ya viongozi binafsi kujitengenezea umaarufu kupitia ajenda za chama. Kawaida alibainisha kuwa hata hatua ya kiongozi huyo mwandamizi kutumia ajenda ya katiba mpya ni kujaribu kupora jitihada na mipango ya CCM na kuzitumia kwa manufaa yake binafsi ya kisiasa. Matamko haya makali kutoka kwa viongozi wa UVCCM na jumuiya ya wazazi yanatafsiriwa na wachambuzi wengi wa siasa kama majibu yaliyochechwa na kutumwa kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ili kumpinga makamu wake. Mjadala huu mzito umeendelea kuchochewa zaidi na matamko mbalimbali yaliyotolewa na viongozi wa vyama vya upinzani na viongozi wa kidini nchini kufuatia hotuba hiyo. Makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche, askofu mkuu wa Dayosisi ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Daktari Benson Bagonza na mwanasiasa Zitto Kabwe wametoa mitazamo na uchambuzi unaokinzana kwa kiasi kikubwa na msimamo rasmi wa chama tawala. Viongozi hawa wameeleza kuwa jambo la msingi linalohitajika hivi sasa nchini ni kupatikana kwa katiba mpya ya wananchi pamoja na kuachiliwa huru bila masharti kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu ili kurejesha misingi ya haki, usawa na demokrasia ya kweli katika taifa la Tanzania.